Nakushukuru John wa Royal TV kwa maswali haya. Nianze na ile la kwanza kwamba umesema tunasema serikali haramu, lakini wakati huo tunasema mchakato wa katiba uanze mara moja. Je, kwa maneno mengine tunaipa dhamana serikali haramu iweze kuanzisha mchakato wa katiba mpya? Mimi nitakupa uzoefu wa nchi jirani hapa ya Kenya. Kulitokea vurugu kwenye uchaguzi mwaka 2008, ukatokea mauaji na ukatokea wizi kwenye uchaguzi. Upande wa upinzani ulikataa kuitambua serikali, lakini serikali ikajiita ni serikali halali. Kwa kuwa kuna mgogoro wa kisiasa Kenya, na kabla ya mgogoro huo wa kisiasa Kenya kulikuwa kumetokea mkwamo wa katiba mpya Kenya, ambapo rasimu ya katiba ilikwenda mpaka kwa wananchi wakaipigia kura ya ndio na hapana, ile kampeni ya chungwa na ndizi. Hatimaye waliokuwa wanasema upande wa chungwa wakashinda, rasimu ya katiba ikakataliwa, lakini ukazuka mgogoro wa kikatiba. Kwa kuwa na mauaji, mchakato wa katiba hujakamilishwa, serikali ambayo chama cha upinzani hakitambui kuwa serikali, lakini yakatolewa madai kwamba mchakato wa katiba inabidi uendelee. Sasa nini kilifanyika? Kwanza kuliundwa jopo la usuluhishi la kimataifa liliongozwa na Kofi Annan kwenye kushughulika na huo mgogoro ambao serikali inajiita halali, upande wa pili unasema ni serikali haramu. Kwa pande mbili zikawekwa pamoja kuzungumza. Katika mlolongo wa mambo ya mazungumzo, kwanza kukawekwa utaratibu wa kufanyika kwa uchunguzi huru juu ya mauaji na vurugu zilizofanyika Kenya, kawekwa timu kwa ajili hiyo. Pili, kukawekwa chombo kinachohusika na kutoa mapendekezo ya kitaalamu namna ya kuondoa mkwamo wa kikatiba uliokuwepo. Wale wasuluhishi wa kimataifa wakawa wanasimamia juu ya mjadala hicho chombo kije na mapendekezo gani, na kati ya mambo yaliyotoka kwenye mapendekezo ni kwamba pamoja na kuwa serikali haikubaliki, serikali ni haramu, kutengeneza sheria iliyokubaliwa nje kwenye mazungumzo ipate baraka itakaweka utaratibu mzima wa kukamilishwa kwa mchakato wa katiba bila mchakato huo kumilikiwa na serikali ambayo upande wa pili unaiona kama ni serikali haramu. Kwa hiyo ukafanyika transition arrangement ya kukamilisha mchakato wa katiba, na upande wa pili ukawa unaendelea katika hatua zote na msimamo ule kwamba serikali hii ni haramu, lakini wakati huo ili kutibu majeraha ya uchaguzi na kuwezesha kufanyika uchaguzi upya au kufanyika uchaguzi wa haki, kwamba kitangulie kwanza tupate mfumo huru wa kupata viongozi. Kwa hiyo nachotaka kusema ni kwamba uamuzi wetu wa kusema serikali hii ni batili, serikali hii ni haramu, hauzuii chini ya mazungumzo yenye usuluhishi wa kimataifa, chini ya kutungwa kwa sheria ambayo mswada wake utakubalika nje kabisa ya mifumo ya kibunge hilo haramu. Sheria ikatungwa kwa makubaliano ambayo yatafanya sheria hiyo iwe halali, na mchakato wa katiba ukafanyika, na vile vile mchakato wa kurudia uchaguzi ukafanyika. Kwa haya yanawezekana kabisa nje ya kutumia mfumo dhalimu, nje ya kutumia mfumo usiokuwa wa haki. Kwa msimamo wetu uko pale pale kwamba hii ni serikali haramu, hii ni serikali batili, haikuchaguliwa kutokana na kura za wananchi. Umezungumza kuhusu swala la mwenyekiti Lissu kwamba yuko tayari kwa mazungumzo na kwamba sharti ni aachiwe tu. Hiyo itakuwa ni tafsiri yako ambayo sio sahihi juu ya ujumbe uliotolewa na wakili Kisabo juu ya mambo ambayo mwenyekiti Lissu alisema yanapaswa kufanyika kabla, ili kuweza kwenda kwenye kama kunatokea fursa ya meza ya mazungumzo. Lakini si kwamba eti mwenyekiti Lissu akiachiwa tu, mwenyekiti Lissu anasema akiachiwa ataenda kwenye mazungumzo au aachiwe ili aende kwenye mazungumzo. Hii sio tafsiri sahihi ya ujumbe ule. Sasa umeuliza kama kamati kuu imejadili hili. Kamati kuu ilipokea taarifa ya kina kabisa juu ya mazungumzo ya mwenyekiti Lissu na mwakilishi wa Commonwealth Chakwera, na kamati kuu inauelewa ndani kwa mapana zaidi tu ya ule ujumbe mfupi uliotolewa na wakili Kisabo juu ya mambo mbalimbali ambayo mwenyekiti Lissu ameyazungumza
na hayo ambayo ameyazungumza mwenyekiti Lissu kwa Chakwera hayana utofauti kimsingi na mambo ambayo chama tuliyazungumza kwa Chakwera. Kwa wote tunazungumza lugha moja, chama kilichoko nje ya gereza na chama kilichoko gerezani kwa maana mwenyekiti Tundu Lissu, wote tunazungumza lugha moja juu ya kusonga mbele katika mapambano yaliyo mbele yetu, na iwapo ukatokea fursa ya mazungumzo juu ya nini kifanyike kwenye mazungumzo hayo, na daima tumesema na tunasisitiza mazungumzo yoyote lazima yahusishe usuluhishi au upatanishi wa kimataifa. Sio mazungumzo tu ambayo hayawezi kuwa na mazingira ambayo yatapata ufumbuzi unaostahili kwa taifa. Lakini pili, tumesema wakati wote kwamba mazungumzo yanapaswa kutanguliwa na kujua ukweli, na kujua ukweli itajulikana pale ambapo kutafanyika uchunguzi huru juu ya mauaji ya Oktoba 29 na matukio mengine yaliyotokea Oktoba 29. Na ndio maana tumesisitiza wakati wote juu ya haja ya kufanyika uchunguzi huru utakaohusisha watu wanaoaminika wa ndani na nje ya nchi yetu. Msimamo huo umekuwa vile vile msimamo wa mwenyekiti Tundu Lissu, hata katika ujumbe unaorejea ulioandikwa na wakili Kisabo imesema bayana mwenyekiti ametaka uchunguzi uhusishe vyombo vya kimataifa. Hata katika ile ujumbe mfupi ametaja SADC kwa mfano kama moja ya chombo ambacho kihusike katika uchunguzi wa kuwezesha ukweli kuweza kujulikana. La tatu ni juu ya umeuliza kuwa na umerejea taarifa iliyotolewa na ujumbe wa Chakwera wa mwakilishi wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola baada ya kumaliza mazungumzo Tanzania juu ya mahitaji ya mazungumzo ama dialogue ya different stakeholders. Wametumia neno katika kupata reconciliation. Hayo ndio maneno ambayo ni ya kwako umeyatumia. La kwanza ni kwamba hatupaswi sasa kuzungumza kuhusu reconciliation, maridhiano. Sasa maridhiano ni matokeo, maridhiano ni mtoto. Maridhiano ni jambo linalotokea baada ya mchakato fulani kufanyika. Unaweza ukawa ni mchakato wa mapambano kwamba watu wamepambana alafu wanakubaliana sasa, jamani, vita hii tuweke silaha chini, wameridhiana, vita imeisha, wameridhiana. Au jamani, tumepambana sana, sasa tukae mezani tuzungumze. Na pakaa kuzungumza, mnazungumza kama mkifikia makubaliano fulani, yale makubaliano sasa ndio yanaitwa maridhiano. Kwa hakuna hoja ya maridhiano sasa. Sasa linalotakiwa kuzungumzwa ni kama ipo haja ya mazungumzo na ni katika mazingira gani kunaweza kuwa na mazungumzo. Na jioni hapa nikupe mfano wa hapa tunapozungumza hivi sasa, kuna vita kule inaendelea kati ya Marekani na Irani kwa upande mmoja, nchi hasimu kabisa, na Israeli yuko katikati anashughulika na huo mgogoro vile vile wa Irani. Katika vita ya Marekani na Irani, mtu unaweza kuwa na mtazamo kwamba hawezi kuzungumza kabisa kwa sababu anapigana mabomu, wanauana na kuna tafrani, na tafrani hiyo ina athari duniani. Lakini katikati ya vita hivyo kuna nyakati ambazo vita vinasimama kidogo, watu wanazungumza, au vita vinaendelea huku watu wanazungumza, au kuna wakati hawazungumzi kabisa. Sisi Chadema tumesema kwamba siku zote, na hili si kwa sababu tu ya uwepo wa serikali haramu ya sasa, sisi daima tumesema kama ni chama cha demokrasia, matumizi ya mazungumzo ama political dialogue ni moja ya tool ya democracy, kama ambavyo matumizi ya mapambano, iwe ni resistance, iwe ni demonstration, iwe ni rallies, njia yoyote ya mapambano nayo ni njia ya kidemokrasia. Sisi tutatumia silaha zote mbili katika mapambano ambayo nchi yetu inakabiliana nayo hivi sasa. Silaha za kidemokrasia, za mikutano ya hadhara, za mbinu nyingine za kupinga, za kukataa, tutazitumia, na silaha ya mazungumzo itatumika vile vile pale ambapo tutaona hapa ni mahali mwafaka kutumia silaha hiyo kwa wakati huo. Kwa hiyo njia zote zitatumika, na haya ninayokuambia ya kwamba tuizungumza vile vile na Chakwera. Kwa hiyo naamini anafahamu msimamo wetu. Mengine siwezi kuzungumza kiundani sana kwa sababu mazungumzo ambayo yalifanyika na mwakilishi, lakini msimamo wetu daima umekuwa dialogue au mazungumzo yahusishe msuluhishi wa kimataifa. Kwa hiyo kama Commonwealth wataamua, na hili kwa Tanzania haitakuwa mara ya kwanza, mgogoro wa Zanzibar uliozalisha mwafaka namba 1, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wakati huo alishiriki kwenye mazungumzo yaliyofanyika wakati huo
kati ya kafu na CCM wakati huo, baada ya mzozo wa kisiasa kule Zanzibar. Kwa haitakuwa mara ya kwanza kwa Tanzania kufungua milango kwa wasuluhishi wa kimataifa kuhusika kwa masuala ya Tanzania. Kinachoshangaza sasa katika awamu hii ya utawala wa Samia Suluhu Hassan ni kwamba viongozi wa kiserikali wanazungumza kama vile ni jambo baya sana, ni jambo lisiotakiwa kabisa kwa watu wa kimataifa kuja Tanzania. Hii ni mbinu ya kukwepa nafasi ya vyombo vya kimataifa, iwe ni Umoja wa Mataifa, iwe ni Umoja wa Afrika, iwe ni SADC, iwe ni Commonwealth na vyombo mbalimbali katika kushughulikia mzozo wa Tanzania ambao kiini chake ni migogoro ya kutokuwepo kwa katiba mpya, kiini chake ni migogoro ya kiuchaguzi, kiini chake hapa sasa ni mauaji, kiini chake hapa sasa ni kuwepo kwa utawala haramu madarakani. Sasa itarajiwi katika hali kama hiyo ambao watawala wanahusika, watawala ndio wakaaminika peke yao eti kusimamia mkwamo, kuondoa nchi katika mkwamo uliopo. Umeeleza juu ya wakosoaji, umewataja kwa kauli yako kwamba